Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dar es Salaam imeridhia kuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa na wakili Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu dhidi ya shauri la uhaini namba 19605/2025 linalomkabili baada ya upande wa mashtaka kufanikiwa kuthibitisha ushahidi wa awali prima facie case. Uamuzi huo umetolewa leo na kufuatia kupitiwa kwa hoja za pande zote mbili na ushahidi uliowasilishwa na mashahidi 17 wa Jamhuri. Aidha, mahakama imejiridhisha kuwa upande wa mashtaka umeleta mashahidi wa kutosha unaomfanya Mheshimiwa Lissu kuingia kwenye hatua ya kwanza kutoa utetezi wake. Na nukuu, hakuna ubishi kuwa maneno hayo yalitamkwa kwenye mkutano na mbele ya vyombo vya habari. Shahidi wa 17 alieleza kuwa maneno hayo yalitolewa na mshtakiwa akiwepo yeye na mbele ya watu wengine. Kwa hatua hii, mahakama imeona kuwa kuna kesi imekuwa established na mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Imeeleza kuwa sehemu ya uamuzi huu wa mahakama imefafanua kuwa katika hatua hii ya awali haijajikita kuangalia uzito au kuaminika kwa ushahidi wote kwa kina, bali imetathmini uwepo wa msingi wa kisheria unaomtaka mshtakiwa kujibu tuhuma hizo kabla ya hukumu ya mwisho kutolewa. Kufuatia decision hiyo, Tundu Lissu pamoja na jopo la mawakili wake sasa wanatakiwa kuanza kuandaa utetezi wao na orodha ya mashahidi tayari kwa ajili ya hatua inayofuata ya usikilizaji wa utetezi huo. Itakumbuka kwamba Mheshimiwa Lissu ataomba sasa apelekewe summons wafuatao. Wa kwanza ni Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa pili ni Philip Isdor Mpango ambaye ni makamu wa rais mstaafu. Wa tatu ni Kassim Majaliwa ambaye ni waziri mkuu mstaafu. Wa nne ni IGP Wambura. Wa tano ni CDF Mkunda. Wa sita ni mkurugenzi wa TIS. Wa saba ni mkurugenzi wa makosa ya jinai Ramadhani Kingai. Wa nane ni John Mnyika. Wa tisa ni Amani Golugwa. Wa 10 ni John Heche na wa 11 ni Brenda Rupia. Mtazamaji na msikilizaji, kwa updates mbalimbali endelea kuwa nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.